Gavana wa Benki Kuu ya Taifa Emmanuel Tutuba amewatahadharisha na kuwaonya watumiaji wa cryptocurrency, yani sarafu mtandao, wajiepushe na huduma hiyo ambao wapo katika hatari ya kupata hasara. Hayo amesema jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa ripoti ya Finscope. Kwa kiwango kikubwa kuna maendeleo au maboresho makubwa ambayo yametokana na uhalisia wa kukua kwa teknolojia, lakini pia hamasa ambayo imetolewa na serikali na mazingira mazuri ya uwekezaji wa taasisi mbalimbali za kifedha. Na ukiangalia kirejea kwenye taarifa za kiserikali, ambapo pia huwa tuna ile Financial Sector Development Master Plan. Ilianza 2020, itaenda mpaka 2030, sababu ni ya miaka 10. Katika utekelezaji wake imetaka serikali na wadau mbalimbali waweke mifumo itakayowezesha watu wengi kutumia mifumo rasmi. Kwa pale tunaangalia kwa ujumla wake sekta ya mabenki, sekta ya insurance, sekta ya microfinance, sekta ya tunasema ni pension funds, lakini kuna wadau wengine ambao ni wako kwenye uwekezaji wa fedha, tunaita ni capital market. Fozi kwa ujumla wake kiangalia hao ndio wanaotengeneza mifumo rasmi ya utumaji au upokeaji wa fedha. Katika kutuma na kupokea, tumeona kwenye matokeo inaonesha kiwango kimeongezeka kwa mijini na vijijini, na hata umiliki wa simu tumeona nao umeongezeka, na watu wengi wanaopokea simu tumeona kwenye matokeo pale, watu wengi wanaopokea simu tumeona ilikuwa karibu 76% ya watu wanamiliki simu, lakini karibu 72 wanatumia simu hizo katika kufanya transactions za kifedha, kufanya miamala au uhaulisho wa fedha. Manake ni kwamba watu wengi wanatumia sasa mifumo ya kisasa badala ya ile ya zamani ambayo watu walikuwa labda wanalazimika kutembea na fedha au kutumia njia nyingine. Lakini hata kwenye sehemu ya benki tumeona akaunti za watu nazo zimeendelea kuongezeka mijini na vijijini, na kwa upande wa Tanzania bara na kule Zanzibar. Kwa hiyo matokeo yanaonesha mwenendo mzuri wa ukuaji wa sekta ya fedha. Kwa maeneo ya Zanzibar ilikuwa inaonesha accessibility ni 100% ya maeneo yote kwamba yanafikiwa na watu wamekuwa wakitumia hizo huduma. Lakini kwa Tanzania bara tumeona bado iko kwenye asilimia kama 80 na kitu, ambayo nayo bado sio mbaya, kwamba wananchi katika asilimia hizo 80 na kitu. Kwa upande wa vijana nimeona kuna wengine mpaka wanatumia huduma hizi za cryptocurrency. Nimeona kuna wengine mpaka wanatumia huduma hizi za cryptocurrency. Sasa hizi ni huduma ambazo bado haziko regulated, na tumekuwa tukitoa tahadhari kwa watu ambao wanatumia hizo cryptocurrency, uwekezaji kwenye hizo cryptocurrency ambazo bado kuna vijana wengine wamekuwa wakipata hasara. Wananunua hizo cryptocurrency kwa sababu ziko genuine na ziko fake. Lakini bado mifumo yetu ya nchini hatujaweza kubainisha zipi ni fake, zipi ni genuine. Kwa hiyo tunaendelea kutoa tahadhari hata kwa umma. Bwana Yesu asifiwe. Abaleni za leo, hamjambo. Mungu atukuze sana kwa kututunza. Sote tukutane tena katika somo hili. Leo tutaenda kuangalia majibu ya maswali ambayo kwenye comment zenu watazamaji wangu mmeuliza. Kuna watu wameuliza. Ninaomba niwajibu kwa ustaarabu sana kupitia somo hili. Tutaenda kuangalia kitabu ambacho kiliwahi kuandikwa zamani sana, kinaitwa The Art of War. Tutapata majibu pia kupitia Biblia na unabii, ili kujua kwamba Maringo aliwahi kusema kwamba kulikuwa na cyber lockdown, kulikuwa na nini na nini na nini na nini. Kisha wanasema ya kwamba hata miaka 6000 hata unabii na masomo ambayo wanafundisha hayatatimizwa, na hivyo wanaendelea kurudi kulala. Wanazidi kurudi kufanyeje? Kulala. Wengine wanazidi kurudi wapi? Mjini. Wengine wanazidi kurudi wapi? Babel. So my friend, keep on staying in Babylon. Maringo atabaki hivyo hivyo. Keep on sleeping. Endelea kulala. Utaenda kuona. Jina la somo ambalo tunaenda kuangalia linaitwa nini? The Art of War. Sanaa ya vita.
na imejengwa katika kitabu cha Daniel sura ya 7. Tutaenda kuangalia pembe tatu ambazo zilichelewesha kuinuka kwa pembe ndogo. Kisha tutaenda kuangalia Wathesalonike wa pili sura ya 2 kuanzia mstari wa 3, jinsi ambavyo ili Yesu arudi kunatakiwa kutokea tukio gani? Kufunuliwa kwa mpinga Kristo, the man of sin, mtu wa kuasi ambaye amekaa kwenye hekalu la Bwana akijiita yeye ni nani? Ni Mungu. Wengi huwa wanafikiria kwamba mpinga Kristo ni Uislamu, lakini mpinga Kristo kwa mujibu wa Wathesalonike wa pili sura ya 2 na mstari wa 3 nasema anakaa hekaluni, si msikitini. Hivyo mpinga Kristo yuko kwa Kristo wenyewe. Lakini Biblia inatuambia kwamba ili afunuliwe yule mtu wa kuasi ajiinuae juu ya Mungu, lazima kwanza aondolewe azuiae. He who letters must be removed. Kwanza aondolewe yule azuiae. Azuiae ni nini? Question mark. Tutaenda kupata majibu. Sasa agenda za mpinga Kristo zinapokuja, zinapelekwa mbele kupitia UN, kupitia serikali. Nini kinachozuia? Ni akina nani? Ambaye huyo lazima aondolewe kwanza. Na huyo ndio maana baadhi ya matukio tukiwahubiri, naomba mninoti vizuri sana, tunapowaletea habari za data mbalimbali kama walinzi wa Sayuni, huwa tunakusanya taarifa, tunalinganisha na unabii ili tuhakikishe kwamba je, hicho kilichosema kwenye neno la Mungu ndicho hiki ama ni hiki. Kwa tunatumia muda wetu ili kuhakikisha kwamba tunawapatia update na mambo ya unabii, kuwakumbusha. Biblia inasema wazi ya kwamba mtu yeyote mlinzi lazima chungulie nini kinaendelea, adui zake wanakuja na nini. Mlinzi anayelala yeye hukaa na kulala na kula, kisha wale wanaolindwa wao humletea zaka na sadaka, hula na kuendelea kulala, kisha watengenezea sherehe na entertainment, picnic, pamoja na kunywa divai kwenye mabakuli. Hivyo Yesu alisema ya kwamba katika nyakati hizi za mwisho, katika saa msiozani, mambo yote ambayo tumeyasema mtayaona yako mlangoni, mtayaona yako kwako. Ndipo utaelewa kwamba je, alitumwa na Mungu ama alikuwa anatania. I'm not here to joke. Siko hapa kwa ajili ya mchezo. Niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupatia kile ambacho Bwana anakieleza. Na wale ambao wanafanya mchezo zihaka tutaona. Kitabu cha Mathayo 24 fungu la 44, Mathayo 14, Mathayo 24 Matthew verse 44. Fungu la 44 Biblia inasema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiozani, in the hour we do not expect, mwana wa Adam yuaja. Katika saa ambayo hatutarajii. Fungu Luka 12:40 inasema, nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiozani ndipo ajapo mwana wa Adam. Kwa nini Yesu anasubiri kwanza saa tusiozani ndipo aje? Kwa nini katika saa tunayodhani Yesu haji? Katika saa tunayodhani mpinga Kristo hafunuliwi? Katika saa tunayodhani adui aleti mashambulizi? Lakini Biblia inasema wazi ya kwamba mpanzi alipopanda lile shamba, adui alisubiri wakati walinzi wa shamba walipolala, ndipo akaja kupanda magugu. Tutaenda kuangalia kwamba when you are awake, wakati kanisa liko moto, wakati kanisa limeamka, Satan cannot do anything. Shetani hataleta mashambulizi. Wakati watu wako awakened, wakati watu wameamshwa, Shetani anakuwa kama analeta kama haleti. Sasa wakati watu watakaporudi kulala, ndipo watakuja kuona kwamba okay, the art of war. Ndio maana tunaenda kujifunza sanaa ya vita. Babeli inasemaje kuhusu sanaa ya vita? Biblia tunasoma ya kwamba matukio mengi ya Shetani yanatimia katika wakati
watu wasiozani, wakati watu wana relax, wakati watu wanaendelea na mafashion, wakati watu wanaendelea na makampeni ya ulimwengu, ndipo ambapo shetani anapiga kitu. Sasa tutaenda kuangalia wakati kanisa linaendelea kulala na ulimwengu unazidi kulala, wakisema Maringo alichokisema hakitokei. Okay, you will see what the devil is, you will see what Lord is, you will see what enemy is. Tuombe kisha tuenda kuangalia the art of war. Tutaenda kusomea kitabu hiki pointi kadhaa ili ujue ya kwamba mpinga Kristo anacheleweshwa kwa namna gani kwa sababu ya azuiaye. Tutaenda kuangalia ni nani azuiaye, na je azuiaye, je ni Magufuli azuiaye, je ni Samia? Maana Samia ameleta suluhu, lakini suluhu aliyoileta inamtoa Samia. That is hiyo ni symbolic language, utaelewa. Biblia inasema nini? Kwamba Samia ameleta suluhu, lakini suluhu inamtoa Samia. You will see what the enemy of souls is working. Tuombe, tuwe na utulivu, kisha tuzame kwa neno la Mungu. Utapata majibu ya maswali yako na mashaka yako. Lakini nitaenda kugusia kitu nisisahau. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, Mungu mwema, ketie juu, sifa na utukufu ziwe kwako. Wewe utuongozae kwa wingu wakati wa mchana, utuongozae kwa nguzo ya moto usiku. Wewe ni mkuu juu ya falme zote. Tunakuinua, tunakutukuza, tunakuhimidi. Wewe ni Bwana utamalaki, malaika zako watawale kila mahali, na usikivu wa bongo zetu za mbele urudi kwako. Tutazamapo juu, Bwana tutazame nasi, na ukatutakase dhambi zetu kwa damu ya Kristo. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina lake Yesu Kristo. Amen. 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 Okay. Kwenye mtandao sasa kuna video imekuwa released. Imetolewa video inauliza ya Marekani. Nimeliliziwa na CIA pamoja na FBI wakizungumzia kwamba who killed JF Kennedy. JF Kennedy. Nani alimuua JF Kennedy au JF Killer? JF Killer. Tutaenda kuangalia uhusiano wa ukweli huu, kisha tutaangalia kwamba je, maraisi ambao wataendelea kufa na kungolewa madarakani kwa sintofahamu, je, hao watu ni nini shida yao? Lakini tutaenda kuangalia pembe tatu zile za Daniel 7, kwa nini zilingolewa, na kwa nini matukio ambayo watu walikuwa wanatarajia kwamba yatokee hayakutokea katika wakati wanatarajia, kwa sababu information na data ambazo zilitolewa ya kwamba inaweza ikatokea hiki, ikatokea hiki, data zao zinaonyesha hivi na hivi, na nikawaonyesha vizuri. Tutaenda kuangalia kwamba kuna mambo ambayo blind church, kanisa likipofu, aliwezi kuelewa, na kuna viongozi ambao wako serikalini wanaelewa vizuri tunachokihubiri, na wanaelewa how much the people don't understand us. Wanaelewa kiasi gani watu hawatuelewi, na wala hawaoni, na wala hawaelewi, na wala hawaoni, na bongo zao zimetiwa upofu. Si macho tu, bongo zao zimetiwa upofu. Nitaenda kusomea data jinsi ambavyo mipango ya shetani imeblind mind za watu, na kisha they don't know even where we are going. They don't understand even what we are talking. Wanafikiri tuko tunafanya show hapa kwenye kamera. Wanafikiri tunafanya show kwenye kamera, okay? You will understand the show. Kuna mambo maswali kadhaa ambayo inatakiwa niulize watu fulani pia. Niwaulize, okay? Kitabu kinaitwa The Art of War, sanaa ya vita. Kiliandikwa na Mchina mmoja katika maelekezo kwa ajili ya majeshi ni namna gani ya pambane. Kitabu hiki za The Art of War kina pointi kadhaa. Nitasoma pointi namba 19. Jinsi gani Babeli inapanga mashambulizi, na kwa wakati gani Babeli itafanya mashambulizi. Be careful and be listenable. Hebu jaribu kunisikiliza kwa umakini. Namba 19. The Art of War inasema, let your great object be victory, not reigns campaign. Hawa maadui walijifunza katika kitabu cha sanaa ya vita ya kwamba number 1, kwanza wanatakiwa
dhamira yao iwe ni kushinda, na mtazamio yao kwenye vita ni kushinda. Ndio maana shetani anapopigana na yule mwanamke, kwa sababu tuko vitani na Biblia imeweka wazi ya kwamba we are in the war. Why we are in the war? Tuko vitani kwa namna gani? Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 inasema fungu la 17, sura ya 12 Ufunuo, Biblia inaweka wazi ya kwamba tuko vitani. Inasema joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Tunaona ya kwamba joka ana vita na mwanamke, ambaye mwanamke ni kanisa la Ukristo. Maana wana nini? Wana amri za Mungu na imani ya Yesu, yani ni wa Kristo. Hivyo kanisa la Ukristo liko vitani, na vita hii ni kati ya joka. Lakini joka baadaye alitwist vita, akaihamisha kwa mnyama, ambaye mnyama huyu ni mamlaka ya mpinga Kristo, ambayo inatakiwa ifunuliwe kwanza, ukengeufu uje, ifunuliwe, ndipo Yesu aweze kurudi. Sasa kama tunajua ya kwamba lazima mpinga Kristo afunuliwe, je, kinachochelewesha mpinga Kristo na ajenda zake zisitimie ni nini? Tunajibiwa katika Wathesalonike wa pili ya kwamba ni yule azuiaye atakapoondolewa. Sasa tutauliza, azuiaye ni nani? Number 1, azuiaye ni nani? Azuiaye ni nani? Azuiaye ni nani? Ni maringo? Ni nani? Ni nani? Na je, huyu azuiaye ataondolewaje? 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 Na kama ataondolewa, je, waliye naye watabaki salama au watakufa kama JF Kennedy? Na nani aliua JF Kennedy? Kwa sababu huyu aliyeua JF Kennedy na Abraham Lincoln ndiye ataua nini? Ataua huyu azuiaye. Amen. Na mapenzi ya Mungu yatatimizwa. Lakini pia tutaenda kuangalia Daniel 7, pembe tatu, nani alizing'oa? Nani aling'oa pembe tatu? Aliyeng'oa ndiye aliyeng'oa huyu, ndiye aliyeng'oa Jeff Kennedy, ndiye aliyeng'oa Abraham Lincoln, ndiye aliyeng'oa JPM, ndiye aliyeng'oa kila kitu. Tutaenda kuangalia. We are not here for joking, my friend. We are not here for joking. Hatuko hapa kwa mzaha. Tuko hapa kwa ajili ya kuweka ukweli bayana. Kileta mchezo, utaona, you will see the consequence. Sasa point number 19 kwenye hii vita, ambayo sasa the art of war wanatumia huo mwongozo ili kuleta mashambulizi yetu. Na ndio maana kuna mashambulizi kama yanakuja, kama yana delay, kama yanachelewa, watu wa Mungu wanaanza kuzihaki wakisema nabii wa uongo, maringo alisema na hijawa. You will see, my friend, you will see. Namba 19 anasema, let your great object be victory. Kwa shetani dhamira yao ni ushindi tu, ila watu wa Mungu leo ushindi, kesho mashaka, leo ushindi, kesho mashaka. Wao the great object ni kushinda. Namba 24 wanasemaje? Namba 24 katika mipangilio yao ya mashambulizi wanasema, attack him where he is unprepared. Wanapanga ya kwamba mashambulizi yao inatakiwa yafanyike wakati hatuna maandalizi, hatuko awake, wakati tumelala na kujisahau na kuona kwamba hayatokei. Ndipo ambapo wanasema kwamba attack him when he is unprepared, appear where you are not expected. Na anasema kwamba hawa maadui wanatakiwa waonekane mahali hatutarajii, where we are not expecting to meet them, ndipo waonekane. Halafu wanatakiwa walete mashambulizi, kama ni cyber lockdown inatakiwa waifanye besti katika wakati hatutarajii. Wakati tunapotoa siri, tunaamsha watu, adui anarudi nyuma, kisha anajipanga kwa wakati ambao wamejisahau, na anaweka mawakala wake wawaambie watu no, aliwadanganya, rudini mjini, aliwadanganya, rudini kalaleni, aliwadanganya, acheni, kila kitu kiko salama. Ndipo ambapo wanasubiri muda kama huo. When we are unprepared, then attack them. Tena anasema kwamba Biblia nayo itaenda kuangalia ndio azuiaye anazuia kwa sababu gani, na je
Wewe unayesema ya kwamba tuliambiwa cyber lockdown haijatokea, anatudanganya, anatuambia 2020 anatudanganya. My friend, kama ingetokea, mama yako, babu yako, baba yako, dada zako, where would they be found? Hao ndugu zako wangekutwa wapi? Na wewe ungekutwa wapi? Je, umemaliza deni la roho za watu ambazo inatakiwa uziokoe? Are you done with God's work? Umeshafanya ujumbe wa malaika watatu? Have you done that? Na tumeambiwa kwamba inatakiwa tuharakishe ujio wa Yesu. Kitabu gani? Petro wa pili, sura ya 3, fungu la 7, la 8 na la 9. Tumeambiwa hatutaki tu kutazamia ujio wa Yesu, bali kuharakisha. Question, swali. Nani anayesubiriwa? Yesu, tunamsubiri Yesu au Yesu anasubiri sisi? Yesu anasubiri nini? Yesu anasubiri ya kwamba injili ihubiriwe ili kwamba aweze kurejea. Ina maana watu wamelala, kanisa limelala, not preaching the second coming of Jesus. Hatuhubiri ujio wa Yesu mara ya pili. Tunajigonga tu. Leo haji, kesho. Eti watu kaeni kama hamjui. Yaani kaeni kama atakuja baada ya miaka 100, halafu kaeni kama anakuja kesho. Can you do that? Can you? Yaani unaweza ukaishi kama anakuja kesho na kama anakuja miaka 100. Mind za watu wa sasa hivi wa chakula cha GMO, ukiwaambia hivi unawaambia nendeni mkalale, kazi itamalizika tu. They got to sleep. Na hakuna anayefanya kazi, wewe subiri. Na katika saa ambayo mnazania mambo yako shwari, the same time the art of war wanaanza kupiga. Watapiga kama walivyopiga Yerusalemu. Watu wanaambiwa Yerusalemu haitabakia jiwe juu ya jiwe. Watu wanasema, hamna kitu kama hicho. Hii ni mji wa mtakatifu. When 40 years from that time, miaka 40 ilipopita, walishuhudia katika let me tell you this. Ngoja niwakwambie. Yerusalemu majeshi yalizingira Yerusalemu mara ya kwanza. First time. Chini ya nani? Chini ya nani? Sestius. Okay? All right. Sestius akaja mara ya kwanza. Majeshi yakaingia, yakarudi. Tukio ina maana ambalo Yesu alitabiri likaonekana Yesu ni mwongo. Number 1. Ilikuwa ni mwaka gani? 66 AD. 66 AD, katikati ya mwaka. Majeshi ya Warumi yakazingira Yerusalemu, kisha yakaondoka. Wale makuhani, priests, makuhani wakawaambia kwamba Jesus was fake. Jesus was fake. Wakaambia kwamba Yesu alikuwa nani? Fake. Na hakuwa nini? Hakuwa Masihi. Hakuwa yule nani? Masihi. Kwa hiyo wakaamini kwamba kama huyu kweli alitabiri ya kwamba Yerusalemu tabomoshwa na Warumi, na kweli Warumi wamekuja, lakini wameondoka, ndipo makuhani walipoaminika zaidi na watu wakawaamini makuhani zaidi. Lakini Yesu alikuwa ameonya ya kwamba kweli mtakapoliona chukizo. Sasa chukizo lilionekana. Warumi wamekuja, lakini hawakutundika zile alama zao rasmi za machukizo katika ardhi ya Yerusalemu. Kwa hiyo makuhani waliaminika zaidi kwamba walichokisema ni sahihi, na hapa kama angekuwepo ni Maringo, basi wangesema kwamba Maringo was a lie, Maringo was a fake, na alikuwa anadanganya watu, ni tapeli huyo. Okay? Ni tapeli. Alright. Na pia walipoondoka, zingatia kwamba kuna watu walikuwa tayari mpaka huu mwaka, kuna watu walikuwa wameenda country living. Kuna watu walikuwa wameenda wapi? Country living. Maana Yesu kwenye Mathayo 24 aliwaambia watu waende wapi? Milimani. Wanapoliona nini? Chukizo la uharibifu. Watu walipoona Yerusalemu imezingirwa, watu walienda country living, na walipoenda kule ukapita mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa 3 na mwaka wa 4 ukaanza, hakuna kitu kama hicho. Kisha makuhani waliendelea kuambia watu kwamba Masihi yule hakuwa Masihi, na tunatarajia Masihi mwingine atakuja. Akaambia pia Yohana Mbatizaji alikuwa ni mwongo. Yohana Mbatizaji was a liar. Na wakaaminika sana. Kwa hiyo watu walipokuwa wameenda mashambani, mwaka wa kwanza hakuna kitu, mwaka wa pili hamna kitu, mwaka wa 3 hamna kitu, mwaka wa 4 hamna kitu.
makuhani waliaminika zaidi, na Mungu aliruhusu hivyo ili wale waigizaji. Kuna watu huwa wana dini za msisimko, dini za matukio. Wale wenye msisimko waondoke, warudi kule kwa wale wanaowaamini zaidi, maana wametoka kwa sababu ya msisimko. Baadhi ya watu waliokuwa country living walirudi mjini wapi? Jerusalem. Walirudi Jerusalem. Wakarudi Jerusalem na wakakaa, wakaambia Wayahudi, walitudanganya tu wale, walitudanganya bana. Wale bana walitudanganya bana. Yani wakatudanganya bana. Wakatupeleka Kigoma, wakatupeleka airport, wakatupeleka wapi. Na zihaka zikatawala sana. Then ilikuja mwaka 70 AD. Majeshi ya Warumi yakarudi na mfalme nani? Tito. Oho, ndipo likatimia lile neno la Mhubiri sura ya 3. Kuna wakati wa kucheka na wakati wa kulia. There is a time to laugh, there is a time to cry. Kwa hiyo wale ambao wanacheka aliwadanganya, on that time you will come to cry. Kumbe alikuwa nabii, kumbe alikuwa sahihi, kumbe alikuwa nini? You will cry. Kuna wakati wa kucheka na wakati wa kulia, rafiki yangu. So just choose your time. Just take your time. Enjoy. Cheka kabisa. Cheka kabisa. Maana wakati wa kulia utalia kabisa. Tena Biblia imesema kwamba na kusaga meno. Sio mahindi, watasaga meno. Na makuhani hawa makuhani ambao waliwadanganya hawa watu wakarudi. Na mwaka 70 lockdown ikaja. Na watu wakafungiwa, chakula kikachomwa na wakafia mle, wakachomwa moto mle, na makuhani wao wakafa mle. Hawa watu, kati ya watu ambao walibaki country living na watu ambao walirudi kuwasikiliza makuhani vipofu, makuhani vipofu wa akili, nani alikula loss? Tupime. Who got the loss? Nani alipata hasara? Aliyebaki mashambani akavumilia zihaka mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu na nusu, na wengine zaidi ya hapo. Nani alipata loss? Hawa au waliokuwa mashambani? Alright. Kati ya watu ambao walikaa mashambani mwaka 66 AD, majeshi yakazingira, kisha hakuna uharibifu wa kutokea, tukio halikutokea. Wale watu walipata hasara gani waliokuwa mashambani? Alright, utasema kwamba waliacha biashara yao. Business. Walipoacha, si walikomboa mali zao, walipeleka kijijini. Hapo walipata losi? No losi. Utasema walipata hasara ya job zao. Ajira zao. Walipoacha ajira, si walienda mashambani, walienda kulima. Who is a slave? Nani ni nani mtumwa? Kati ya mtu aliyeacha ajira akaenda mashambani akalima akatengeneza mazingira yake vizuri, na ambaye amebaki kwenye job mpaka 2025 toka 2022, nani ana faida? Huyu aliyebaki kwenye job, hii ni Babylon. Huyu bado yuko Babeli, utumwani. Huyu ametoka kwenye utumwa. Kuna loss hapa? Kuna loss kwa yule ambaye hana akili. Ukiwa na akili utajua kwamba there is no loss over there. Wengine wanasema kwamba wengine tulichukua pesa zetu benki. Tulichukua pesa benki. Saved what? Saved money from the bank. Mwaka walitoa hapo, wakaenda wapi? Mashambani. Hizo pesa walizitupa barabarani? No. Hizo pesa walijichimbia kwenye mashimo? No. Walitumia kwa ajili ya nini? Kazi ya Mungu. Walitumia kwa ajili ya nini? Kujenga nyumba mashambani, kujiandalia vizuri. Kati ya hao ambao walifanya haya mambo na haikutokea, nani mwenye losi? Kati ya hao ambao wanarudi mjini na walirudi mjini na pesa zao wakaendelea na kazi zao, wakajitajirisha zaidi, wakaendelea kupata zaidi, wakaenjoy chakula cha Babeli, wakaenjoy muziki ya Babeli, wakaenjoy magari ya Babeli, wakajienjoy na anasa za Babeli. Then Tito akaja akabomoa na akawaua humo. Nani anarosi? Gari zao, pesa zao, chakula chao, chote kafia Yerusalemu. Who have the loss? Nani ana hasara?
Sichezewe akili. We are going to see. Daniel 7 inaleta majibu zaidi. The art of war. Tuende kwenye kanuni nyingine ya silaha za Babeli. Namna Babeli inaleta mashambulizi. Point number 23 kwenye kitabu cha The Art of War. Anasema yani kama yule mtu ambaye wanataka kumshambulia. Anasema if he is taking his ease, give him not rest. Okay. Wanasema ya kwamba inatakiwa wasubiri kanisa linapolala na maadui zao wanapolala. At ease. Unapolala at ease. Ease ni neno linatokana na ease. Unapochukulia mambo kirahisi ndipo ambapo wanatakiwa wakushambulie. Wanaleta nini? Attack. When is the what? When is the church is sleep. Wanaleta attack, na wanasema wakikuattack wakati ulikuwa umelala, wasikupe pumziko. Give him no rest. Hakuna kupewa pumziko. Ina maana ni kwamba hao maadui zetu wanasubiri watu waendelee kupuyanga, waendelee kuchukulia mambo yako easy. Wachukulia tu, hamna, wao wanasema maneno yana hamna yatokei. Wanawatia pressure. Kwanza huyo yuko hivi. Okay, my friend, you will see. Take your, yani kama imani yako imejengwa kwa matukio, wewe si wa Mungu. Wewe utarudi tu wapi? Yerusalemu. Tena utarudi tu kwenye mji. Then you will meet the doom. Wathesalonike wa kwanza 5. Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la kwanza mpaka la 4 amezungumza vizuri ya kwamba wakati watu wanasema kuna amani na salama, ndipo ambapo uharibifu huajia. Na anasema hakika hawataokoka. No one will deliver his soul in the city. Wakati wanalala, hao watu wanasema ya kwamba wanapoleta mashambulizi, wakati watu relax, ulimwengu umelala kabisa, umetulia, yani wakiwa wajui. Ndio maana matukio yanaenda kimya. Even Sunday law is working its way, it is a movement in darkness. Ndio maana sheria ya Jumapili inatembea gizani. Ndio maana wachungaji hawaoni, washiriki hawaoni, inaenda gizani, kwa sababu adui wa roho anasubiri walale na mawakala wake, wachungaji wapumbavu, watumwa wapumbavu, kama ambavyo imetajwa kwenye Mathayo 24 ya kwamba mtumwa mpumbavu alipolala akasema bwana wake anakawia. Kisha alianza kunywa na walevi. Wapi? Babeli. Wanaenda kula nini? Ramadhani. Wanaenda kunywa nini? Pombe za kwenye ecumenism na kwenye miungano ya makanisa. Wanaenda kula bata na magari ya milioni 400. No problem. Go ahead. Endelea. Na mtaaminika sana. Wakati azuiaye atakapoondolewa, ndipo mtaona kila ambacho mlidhani hakipo, kumbe kilikuwa tayari kwenye mji, kilikuwa tayari nchini, kilikuwa tayari kwenye kanisa na kwenye nyumba yako. Na sio tu kwenye nyumba yako, kipo hadi kwenye simu yako. You will see when time comes. Biblia inasemaje? Hawa watu pia tumeambiwa kwamba wakati mpanzi alipopanda, yule adui wa mpanzi hakuja kupanda magugu wakati walinzi wako macho. Alisubiri walinzi walipolala, ndipo ambapo alipanda magugu, ili kwanza waanze kuhojiana, nani alifanya nini, nani akafanya nini. Wao kwanza wabishane kwanza, ili watuangane na ngumi. Nani alifanya nini? Nani alijisahau? Nani alifanya hivi? Mnagombana nyinyi kwa nini? Ndivyo ambavyo adui sasa anafanya. Watu wa Mungu, wahubiri wanagombana wao kwa wao. Wakristo kwa wao. YouTube leo mbaga naye anataka piga naye. We are just laughing. Naangalia tu. Lakini pia katika kitabu cha The Art of War, adui wanasema hivi, ile namba 22 wanasema pretend to be weak if your enemy is choleric temper. Sikia, wanasema ya kwamba waigize kama hawana nguvu wakati adui zao ana hasira za kikoreriki. Choleric kwenye psychology, choleric ni mtu wa temper, mtu wa hasira.
Okay? Msisimko. Sasa wanasema kwamba wataigiza kuwa hawana nguvu. Ndiyo maana majeshi ya Warumi yaliigiza, yakaonyesha kana kwamba yameshindwa, yakaondoka Yerusalemu. Act as you are weak when your enemy is choleric temper. Mwambie jirani yako, kama kanisa lina choleric temper, kama kanisa lina choleric symptoms, sasa adui anaigiza hana nguvu. Warumi wanaigiza hawana nguvu. Warumi wanaigiza hawaleti cyber lockdown. Warumi wanaigiza hawaleti tukio lolote. Warumi wanaigiza hamna shida, tunavumiliana kidini, tunatengeneza umoja wa kidini. Rome is acting as if, yani hawana nguvu. Lakini wakati watu wanarara sasa, wanasema Roma tumeshapatana nao, hao ni brothers, si mpinga Kristo tena, Vatican imechange. You will see what Vatican is. JF Killer. Sikia, katika point namba 21 ya kitabu cha The Art of War, anasema if he is secure at all points, be prepared for him. If he is secure, wakati watakuwa wanaona wako salama katika nyanja zote, at all points, yani wakati kanisa na watu wa Mungu wanajisikia kuwa salama katika pointi zozote, salama shuleni, salama katika mahospitalini, salama katika huduma za kijamii, salama kwenye benki, salama kwenye mambo yote, salama kwenye mambo ya ushoga, salama kwenye mambo. Ndio maana Waadventista wa Sabato wengine wanaungana na ushoga wakisema hamna shida, tutawaita Seventh Day Adventist. All right. Wakati wanajisikia watakuwa salama kwenye marriages, wakati wanajisikia salama kwenye Sabato, ndipo ambapo adui anasema kwamba prepare for him. Ndipo Rumi itajiandaa kwa ajili yetu. If he is spare your strength, avoid him. The art of war, sanaa ya vita. Point number 19 wanasema hence, when able to attack, we must seem unable. Wakati wana uwezo wa kutushambulia, inatakiwa kwa nje waonyeshe kana kwamba hawawezi kutushambulia. When using our forces, we must seem inactive. Wanapotumia majeshi yao, wanatakiwa waonyeshe kana kwamba ni zofu, inactive. Okay? Kisha wanasema when we are near, tunapokuwa karibu, wanapokaribia, we must make the enemy believe we are far away. Na wanasema ya kwamba wakati tunapokuwa karibu, inatakiwa hawa adui, hapo inauzungumza ni Rumi, hiyo ni Babeli inazungumza. Inasema wakati inakaribia, wakati shetani anafanya mashambulizi, wanapokaribia, wanatakiwa waonyeshe kana kwamba wako mbali. Narudia kuisoma. When we are near to attack, we must make the enemy believe we are far. Inatakiwa watufanye sisi maadui zao, yani watu wa Mungu ambao ni adui wa joka. Inatakiwa joka anapokaribia ionekane kana kwamba yuko mbali. Yuko mbali. Do you know anaconda? Mnajua anaconda? Kuna nyoka anaitwa anaconda kwenye misitu ya Amazon. Adui yetu anafanana kama anaconda. Adui yetu Rumi anafanana kama anaconda. Yani yule nyoka hutembea kana kwamba hayupo. Hata akija kwa miguu utashangaa amemeza. Anatembea kama anaconda. Our enemy is like anaconda. Sikia. When we are near, we must make the enemy. Wanatufanya tuone wako mbali. Anasema when far away, we must make him believe we are near. Yani wanasema kwamba wanapokuwa mbali kuleta mashambulizi, inatakiwa wao watuonyeshe tuko karibu. Wanapokaribia ndio watufanye tuone wako mbali. Ndivyo wanafanya. Ndivyo wanakufanyia wewe na familia yako. Wakati ambapo unaona wako mbali, ndivyo wako karibu. Wakati unaona wako karibu, ndio wako mbali. Sasa ni hekima ya Mungu ikusaidie. Tunaenda kuangalia timeline za Mungu. Daniel 7. Wakati pembe ndogo inachipua, ilitumia principle hizi. Okay? Wacha nikuulize maswali mengine. Lakini pia nikwambie kitu.
Pointi nyingine wanasema ya kwamba wakiteka mateka kutoka kwa upande wa adui zao, wanatakiwa yule mateka wasimuue. Wanatakiwa wampe chakula vizuri, wamlishe, wampe na zawadi, ili wamtumie huyu kuwatandika wale wenzake. Maana yake kwamba wanapoona Waadventista, watu wa Kristo wanapopigana wao kwa wao, wanateka mateka baadhi, kisha wanapoteka wale mateka hawawaui, wanaenda wanapopa chakula vizuri, wanawarisha, kisha wanawatumia hawa kuvujisha siri za Yerusalemu, kuvujisha siri za makanisa, kisha wanatumia kuvujisha siri za mawingu, kisha wanawafanya kuwatumia kumaliza naye, kumaliza wajumbe wa Mungu. Sikia, wajumbe wa Mungu tuna baba. Usifikiri tuko hivi. Usifikiri tuko hivi. Tuna baba. If we are joking with our father, we will tell the father to deal with you. Tutamwambia baba yetu ashughulike na wewe. Tuna baba. Sikia, kisha ninataka niwaulize watu wa Mungu, wa Kristo na wa Adventista wa Sabato. Nataka niwaulize na niwaambie jambo. Je, injili mnayohubiri inamfanya shetani atetemeke au mapepo yatetemeke? Are you shocking? Are you making even the devil tremble? Is your gospel making the devil tremble? Je, injili yako inafanya shetani na mapepo yatetemeke? Kama injili yako haitetemeshi shetani na maadui zake, your gospel is dead. Injili yako imekufa. Injili yako imekufa. Na kama injili yako haiamshi na kubadilisha maisha ya watu na kuwatoa Babeli, your gospel is dead. No matter how much is your seat, is your sweet, how much is your church cost. Gharama ya kanisa yako inaweza kuwa milioni 100, but if your gospel, kama injili yako haiwezi kumfanya shetani atetemeke, your gospel is dead. Injili yako imekufa, mchungaji. Sikia, anasema kwamba point nyingine, those who don't believe that God has a timeline for everything don't also believe that Jesus will come soon. Wale ambao hawaamini kwamba mbingu zina ratiba na ratiba zake zikifika azuiaye ataondolewa, hao hawamwamini hata Mungu. Pia Mungu wao wanayemwamini si Mungu wa mbinguni ajuaye mwisho tangu mwanzo, si Mungu wa mbinguni, na hivyo hawako juu ya mwamba. Hao watu watatoka tu, na wale yani hao watu wako kundi moja na wale ambao walienda country living, kisha mwaka 66 AD, katikati ya mwaka, tukio la kuzingirwa, majeshi yalivyokuja yakaondoka, walirudi mijini. Hawa watu watarudi pamoja nao, maana wanamwamini Mungu kulingana na matukio. They believe the message according to the events. Ndio hao ambao mwaka 1844 walirudi nyuma, wakaungana na wenye zihaka, na wakawa wenye zihaka wakubwa kuliko wa mwanzoni. Ndio wakamzihaki mila zaidi, lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu alipanga iwe hivyo ili apepete na wajulikane wa Mungu, na wanaopenda ujio wa Yesu wajulikane. Na hata mimi nashukuru sana Mungu wa mbinguni, nashukuru sana Baba wa mbinguni, ulichelewesha cyber lockdown, ikatokea tu pasho, ikatokea hazina. Walisema pesa ziko wapi? Mbona mnatudanganya? Mara kompyuta zina virusi. Hazina ilikuwa na pesa. October 22, October, November, December, January, Nigeria, pesa zikapigwa, wakaambiwa rudisheni pesa, kutakuwa na pesa mpya. Wakazirudisha, zeni zikapigwa kule. Alafu baadaye mtandao unasumbua, baadaye hamna pesa mpya, baadaye CBDC, sarafu yake mtandao ikasimikwa. Na nitakuonyesha video, yule BOT governor wa Tanzania akaonya, akasema watu wa Tanzania mjihadhari na watu wanaotumia nini? Cryptocurrency, sarafu ya kimtandao. Governor wa Tanzania anaonya mjihadhari. Kwa nini anaonya tena? Huyu governor wa Tanzania, Mungu ambariki, governor wa BOT governor huyu naye ni miongoni na wanaotumiwa na huyu azuiaye, na hawa inatakiwa waondolewe. Okay, ya hizo huduma japokuwa tumeona kwa upande wa vijana, nimeona kuna wengine mpaka wanatumia
huduma hizi za cryptocurrency. Sasa hizi ni huduma ambazo bado haziko regulated, na tumekuwa tukitoa tahadhari kwa watu ambao wanatumia hizo cryptocurrency, uwekezaji kwenye hizo cryptocurrency ambazo bado kuna vijana wengine wamekuwa wakipata hasara. Wananunua hizo cryptocurrency kwa sababu ziko genuine na ziko fake. Lakini bado mifumo yetu ya nchini hatujaweza kubainisha zipi ni fake, zipi ni genuine. Kwa hiyo tunaendelea kutoa tahadhari hata kwa umma, watu wajiepushe na kutumia hizo cryptocurrency ambazo kwa sasa hatujawa na mifumo rasmi ya kutrace kwamba nani ametoa hizo crypto na kama kweli ni genuine. Ndio maana hata wale ambao wanacheza bado wanacheza nje ya mfumo rasmi. Kwa hiyo sisi kama Benki Kuu tunaendelea kufanya tafiti na kuweka mifumo itakayoweza kusimamia vizuri. Hali itakapokamilika tutawajulisha kwamba sasa namna gani na miongozo itatolewa. Lakini mpaka sasa bado ni mifumo ambayo haijakaa vizuri. Uzuri mwanzoni mwa mwezi huu nilishiriki kwenye kikao cha kidunia cha magavana mbalimbali. Tulikutana na Switzerland pale mjini Basel, na wataalamu mbalimbali bado wamefanya mawasilisho yao, lakini kwa ujumla wake tumeona kwamba kidunia bado cryptocurrency haijawa well regulated. Kisha kuna tukio lingine lilitokea kwamba meli imekata nyaya za kwenye bahari. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA imetoa taarifa rasmi kwa umma kuhusiana na upatikanaji wa huduma ya internet hapa nchini Tanzania. Imesema mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA inapenda kutaarifu umma kuwa kuanzia tarehe 12 Mei mwaka 2024 mnamo majira saa 5 asubuhi kumekuwa na tatizo la upatikanaji wa huduma ya internet nchini. Taarifa za awali zimeonyesha kuwa tatizo hilo limesababishwa na hitilafu kwenye mkongo wa mawasiliano wa baharini wa kampuni ya Seacom na Easy kati ya Msumbiji na Afrika Kusini. Tatizo hilo limepelekea huduma za internet kuwa hafifu nchini. Mtu mmoja akaniambia, hiyo ni lugha ya kikubwa. Kijana, songa mbele. Sisi tunaelewa, wale tuko huku. Lakini ambao hawaelewi ni wale ambao hawajui. Na aliniambia, Maringo nyamaza 2024. Hawakuelewi. Na mimi nimezihirisha hawaelewi. Na wamekuwa blinded na makuhani wa enzi za Yerusalemu. Akaambia nawaonya sarafu ya kimtandao. Alafu kisha mengine anasema hamna sarafu ya kimtandao, ni maendeleo. Gavana mwenyewe amekuonya. Na huyu aliyeonya JF Kennedy killer watadili naye. Sifikiri mchezo. That is not joking. Hizo tu ni rehema za Mungu, azuiaye ataondolewa. Okay? Kisha kuna jambo lilitokea tena Mei 2024. Okay? Tanzania wakaambiwa mtandao unasumbua kwa sababu meli hiyo ni lugha tu ya kikubwa. Lugha ya kikubwa. Meli kukata mtandao. Utaona huyo aliyekwamisha pia mtandao usikatwe 2024 Mei, na yeye atang'olewa pamoja na azuiaye. Huyo anaitwa nani? Jina lake mtajua tu. Time will come, mtajua tu. Huyo naye ataondoka. Na nani? Anatumiwa na azuiaye, ambaye nitaenda kuambia azuiaye ni nani. Hawa wanatumika tu. Huyu governor, huyu na yeye anatumika kuzuia. Magufuli alizuia, alitumiwa na azuiaye. Hakuna mwanadamu anayeweza kumzuia shetani, kumbuka hilo. Okay, tenda kuambia azuiaye ni nani. Sasa huyu aliyetumiwa JPM naye alitumiwa tu. Okay? Alipotumiwa alibaki, aliondolewa. Sasa waliondoa huyu, hawakumuondoa yeye azuiaye. Atakapoondolewa mtandao utazimwa, Sunday ile inakuja, na nyumba zenu na mali zenu zitabaki hapa duniani, na mbingu itafuta majina, na zihaka zitakomeshwa, na midomo zitakatwa. Alright? Tunaendelea. Kwa hiyo sasa hawa watu walipokuwa wakipanga mambo hayo,
benki 5 Marekani 2023 February zikapigwa. Bank of America ikapigwa, pesa zikaondoka. Watu walikuta zinasoma nini? Zero. Hakuna mtu alikuja anasema Maringo alisema. Je, wangekuwa wameshaokoa zile pesa zao tangu 2022 December, wamezipaki pembeni wakatumia akili wakaenda kwa werevu, so wangekuwa na furaha sana. Zilipigwa Bank of America. Okay, Silicon Valley Bank ikapigwa, SVB. Okay, na nyingine inaitwa Signature Bank ikapigwa, Bank of America. BOA na nyingine inaitwa nini? Benki nyingine zilipigwa kama 5. Taona kwenye screen. Na kuna onyo, kuna video inaonya kwamba be careful of cryptocurrency kwa sababu inatumika kwenye Great Reset. Sasa hivi Tanzania hatufahamu kwa upana namna Bitcoin. Na Watanzania wengi wamekuwa wakiendelea kupoteza fedha zao kwa sababu wanadanganywa, hawajui. Lakini kama serikali ingekuwa imeamua kulivalia njuga jambo hili, wakaamua kuwekeza kwenye elimu, kuna vijana wengi wa Kitanzania ambao wanauelewa mkubwa na ni wimbi kubwa sana la vijana ambao wako wengine wanafanya na wanatengeneza hela, lakini pia wengine wanaona huyo Sestius amewaonja kidogo, mtandao umeonjwa kidogo, na wanafikiri tukio halipo, wakati adui yuko karibu. Amesema atawaonyesha kama yuko mbali, wakati dunia iko tayari kwenye cyber pandemic. Tangu 2022 iko kwenye pandemic. Then what will follow after pandemic? Nini kitafuata baada ya pandemic? Kuna janga la COVID, then kuna COVID lockdown, kuna janga la mtandao, cyber inaendelea, pandemic, mtandao uko sawa, na watu walio vipofu wanaona uko sawa. Hakuna kilicho sawa, ni upofu wetu, na upofu wetu utakomeshwa. Okay? Ndipo ambapo lockdown will follow, na ninakwambia kwamba hapata kuwa na sheria ya Jumapili paka kwanza nini kwanza itokee? Cyber lockdown. Why? Haiwezekani wananchi wote kuhamia kwenye cryptocurrency, kwenye sarafu ya mtandao paka kwanza keshi zote zipigwe. Kwa nini? Alright, ngoja nikuonyeshe kitu. Naongea na watu waliosoma na ambao hawajasoma, lakini tutaelewana, maana Mungu amesema Habakuki sura ya 2 ya kwamba iandike ile njozi, ifanye kuwa wazi, ili asome kama na kunywa maji. Sikia, tunaenda kuiweka njozi wazi zaidi. Ili cryptocurrency, sarafu ya mtandao, ikamilike, lazima cash. Okay, ngoja nikuonyeshe kitu. Niwaonyeshe kitu. Okay, nionyeshe kitu hapa. Okay, tuna jedwali la nchi. Nchi zinahamisha nini? Hapa tuna kitu kinaitwa cryptocurrency. Hapa kuna cash. Okay, noti zina namba. Noti na sarafu zina nini? Zina namba. Kuna kitu kinaitwa registration ya kila nini? Noti na kila coin. Sasa ili kuhamia nchi iwe na CBDC coin nyingi, hii CBDC coin ni sarafu isiyoshikika. Ina maana nchi, benki kuu za mataifa zinapigania kuwa na sasa hivi ziwe na CBDC kiwango kubwa. Kwa mfano, labda Tanzania tufanye wana trillion 30 CBDC wameshahamisha. Wanahamishaje keshi kwenda kwenye CBDC? Wanachukua registration number ya noti. Kwenye kila noti na namba. Chukua noti, angalia namba zake. Kwa mfano ni TA705 ngapi. Alafu hii hapa inaondolewa kwenye mzunguko wa keshi. Inachukuliwa hii namba, inahamishiwa huku. Huku imechukuliwa ni 10,000 labda. Ni noti ya 10,000. Ikihamishiwa huku inakuja inajichanganya, inakuwa labda inatengenezwa, labda Tanzania wanatengeneza crypto coin. Tanzania labda watengeneze coin. Tanzania watengeneze coin ya 100,000 yenye thamani ya 100,000, Bitcoin, yani crypto CBDC. Registration zinakuwa zimehamishwa huku. Kwa hiyo hii cash note ikibaki mtaani, hii itakuwa baadaye invalid. Sasa nchi ya Tanzania, Mungu anaipigania sana. Kuna viongozi wanakwamisha hizi agenda. Wanaenda taratibu, maana wanajua usalama wa cryptocurrency ni mbovu.
na zitapigwa. Kwa hiyo kwa nini 2022 wasingefanya cyber lockdown? Wangepiga pesa chache sana kwa nchi baadhi, maana nchi nyingi zilikuwa na cash kuliko sarafu ya wapi iliyoko benki. Kwa hiyo sasa wanapushi ili sarafu ziongezeke za cryptocurrency, ili wakija kupiga cyber wanapiga ya uhakika na wanaosha pesa zote. Karatasi zinazobaki mitaani zinakuwa invalid, zinakuwa zitumiki, maana registration yake inakuwa imehamishwa kwenye sarafu ya kimtandao. Ndio maana tunaambiwa, tunahamasishwa lipa M-Pesa, lipa Tigo, lipa wanahamasisha zaidi hadi mabenki sasa imekuwa lipa NMB, lipa CRDB. Ndivyo ili kuhakikisha kwamba cash iwe useless, wazihamishe registration zake, waone kama hizi hazifanyi kazi. Sasa registration zake ziende CBDC. Zeni wanapiga cyber. Cyber ikipiga unamfanya kila mtu kuwa mtumwa. All right, so let's start with the big story that we are tracking on WION at this hour. Now, if you are an investor, and especially in the United States of America, this is news that should seriously concern you. After the American regulators decided to pull the plug on the Silicon Valley Bank, Elon Musk has now made a statement that he is open to the idea of buying the collapsed Silicon Valley Bank and turning it into a digital bank. In a surprise collapse on Friday, the startup-focused lender SVB Financial Group became the greatest bank failure since the financial crisis that shook the world back in 2008. Funuo 13, mtajiri na masikini watafanywa watumwa, na kila mtu atanunua kwa kutumia nini? Alama ya mnyama, chapa ya mnyama, kwa sababu ya CBDC. Muwe makini, msifikiri neno halipo, neno litatimia. Kwa hiyo hapa ndipo mchezo ulipo. Kama digital currency ita increase, ujue mambo yako karibu, na haita delay. Yule azuiaye atakapoondolewa, mambo yataenda chaka. Then wale blind leaders watakuwa wameshawapumbaza washiriki, wameshalala usingizi, ndipo adui atashusha batani watasema inaonekana kama Maringo kalikuwa sahihi. By the way, I'm not Maringo. Maringo is pride. Mimi ni Edward. Swali sasa, azuiaye ni nani? Anayechelewesha ni nani? Twende kwenye kitabu cha Ufunuo 7. Ufunuo 7 inaweka vizuri kabisa ya kwamba azuiaye ni nani. Mstari wa kwanza, Ufunuo 7 mstari wa kwanza mpaka wa 4, na sababu ya kuzuiliwa kwa matukio baadhi ni nini? Nani anasubiriwa, Yesu au sisi? Baada ya hapo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe 4 za nchi, wakizizuia pepo 4 za nchi, upepo usivume. Wanini wanazuia pepo zisivume? Malaika. Okay, tusome tena. Anasema upepo usivume juu ya nchi, wala bahari, wala juu ya mti wote. Mti wote ni nani? Ufunuo 9 fungu la 3 na la 4. Miti mibichi ni wale wenye muhuri wa Mungu, watu wa Mungu ambao majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Lakini wale ambao ni mataifa na lugha na bahari, hao ni mataifa na nini? Na lugha na kabila za watu wapagani wa ulimwengu, wasioamini, wanaitwa ni bahari. Na ndipo anakaa nani? Kahaba. Kwenye Ufunuo 17:15, najua umeelewa hapo. Ndipo akasema kwamba nikaona malaika mwingine wanne wanazuia zile pepo. Hawa wazuiao, je, hawa wanaozuia ndio wanaozuia au kuna mwingine anayezuia? Ndipo fungu la pili Ufunuo 7 inasema nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua. Kutoka wapi? Mashariki. Mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuizuru nchi na bahari, akisema, msiizuru nchi wala bahari wala miti, hata mtakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Wakasema kwamba kazi ambayo inachelewesha mambo ni nini? Kazi, reason for the delay. Kwa nini Mungu anazuia mambo yasiive hivyo haraka? Ni kwa sababu ya sealing. Kutia muhuri watu gani? Wanaoamini, waaminio. Okay? Waaminio hao wanaotia muhuri wanafanya nini? Wako Babeli.
No, wako out of Babylon. Wako out of Babylon. Babylon nini? Ni pango la ndege wachafu na nini? Na mapepo. Ambapo Babeli ni wapi? Ufunuo 18. Ni ndipo ambapo mataifa yamejenga nini? Utajiri wake. Wafanya biashara still wako Babeli. Okay, watu walioko kwenye ajira za Babeli wako Babeli. Je, wanatia muhuri hao watu? No. Wanaotia muhuri wako wapi? Hao wanaotia sealing inafanyika Ufunuo, hii ni Ezekiel 9:4. Wanapiga kelele ndani ya mji wakionya juu ya machukizo yanayofanyika ndani ya nini? Ya cities. Wanapoonya majiji wanakuwa wapi? Ellen G. White anasema we should wake the cities from outpost. Watu wanayaonya mji wakiwa wapi? Outpost. Wanatokea kwenye nini? Mashambani. Country living. Lakini wengine wakienda mashambani hawaji kuonya majiji, wanabaki kule. Huo nao ni mtego, huo nao umelala. Wengine wanafanya kazi kwa namna hiyo. Hawa ndipo inatakiwa watimie miangapi? Idadi inayosubiriwa ni miangapi? 444,000. Wakati Mungu anafanya sealing na Mungu anafanya kutafuta hesabu ikamilike 144,000, matukio yanazuiwa. Yanapozuiliwa, yule mtumwa mpumbavu na genge lake wanaolipa pesa za Babeli, ndipo wanawaambia watu hakuna kitu kama hicho. Kumbe mbingu zinafanya nini? Kutia muhuri. Watu hao hawatatiwa muhuri, watu hao watapigwa mapigo, watu hao watabaki jehanamu. Chunga mdomo wako. Chunga mdomo wako. Fikiria, kwa mdomo wako na maneno yako unawafanya watu warudi walale kiroho, warudi wasiendelee kukesha, waache kuomba, waache kujiandaa na mwisho. Wanaachwa na nini? Malaika anayetia muhuri. Wanaachwa. Kisha wanapoachwa, siku ile watapokutwa na matukio, watakuja kukupiga mawe. Maandiko ya wali imeandika, ndipo waumini kaka na dada watageukana wakiambiana kwamba mlituonya kwamba tusiwasikilize waliokuwa wanatuamsha, mlituonya tusiwasikilize kwamba wale ni wazushi. Ni nani? Wanasema ya kwamba hao ni conspiracy theorists, ni wazushi. Let me tell you, nilichowaambia mimi kwa uongozi wa Roho wa Mungu na kwenye vitabu vyangu, mtakuja kujua it was not conspiracy theory, it is conspiracy fact. Ni fact zile. Ni fact zile. Naelewa. Bwana anafanya nini? Tunapochelewesha matukio, anafanya sealing. No turn back to sleep. Kama una akili na unanielewa, hakuna kurudi kulala, ni mbele mbele mbele. Kazi ya Mungu mashambani, country survival. Prepare for what we are expecting. Wale wa kulala warudi walale. Msinipotezee muda. Wala msitajetaje jina langu, Baba atawashughulikia. Rudini kalaleni. Wale mnataka kulala, rudini kalale. Nendeni kule kwenye kanisa yale makubwa yale, mkaende na picnic, mka enjoy. Go there. We are not here for joking here. Hapa hatuko kwa masiara. Na tunaambiwa ya kwamba huyu anayetia muhuri ni nani? Ambaye ndiye anayesababisha hawa malaika wazuie. Kwa wale malaika wanasikiliza amri ya huyu azuiaye. Ni nani? Ni nani? Wacha nikusomee maneno ya Mungu, maneno ya uzima, maneno yenye uhai. Acha porojo za hao wachungaji vipofu. Nabii Ellen G. White anazungumza, na kisha tutaenda kugusia habari ya JF Kennedy, nani alimuua, na viongozi wanaotumiwa na huyu azuiaye watakwisha by 2026 plus na kuendelea huko, plus or minus, watakwisha. Viongozi wanaotumiwa na Mungu. Ngoja tuone nani anazuia. Anayezuia ana sifa gani? Anayezuia ni nguvu iko juu ya malaika. Inasema nini? Anayezuia ndiye anafanya nini? Anatia muhuri. Katika kitabu gani? Kitabu Biblia. Katika Biblia tutaenda kusoma fungu hapa. Mafungu machache tutaenda kuona ni nani anayezuia. Na huyu azuiaye ni nani? Wathesalonike wa pili fungu la 5 nasema, je, hamkumbuki ya kuwa
wakati nilipokuwa pamoja nanyi naliwaambieni haya, na sasa lizuialo mwalijua, yule apate kufunuliwa kwa wakati wake. Fungu la 7, maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi. Yani kuna watu wanauliza cyber pandemic na iko inatenda kazi, na wengine wanauliza Jumapili na iko inatenda kazi. Siri ya kuasi ipo kazini, ipo nyumbani kwako, ipo kanisani kwako, ipo kwenye taasisi yako na ujui. Watu yani historia inajirudia. Kuna watu walijua Masihi hawezi kuja mpaka aje kwanza Elia, na walikaa na Elia miaka 30 na wajui kama Elia yuko. Mpaka Yesu anakuja anawaambia, hata wanafunzi wake hawakujua Elia yuko wapi. Wanasema hawezi kuja Masihi bila Elia. Kumbe Elia yuko pale, na wanauliza Elia yuko pale. Even now the church is asleep. Hawaoni hata nini kinaendelea, hawaoni hata mbingu inafanya nini. They don't see. Wengine yani unajua mpaka tumeanza kuelewa who is a good friend. Na niwaambie, mimi sina rafiki sasa hivi, sina rafiki. Hata rafiki yangu kama ukiturn back ukawa nguzo ya chumvi, you are no longer my friend. Yani ni mbele, I will stand for Jesus even if I will stand singular. Nitasimama na mbingu baba yangu yupo kazini. Sikiliza, mambo yalikuwepo na siri ya kuasi iko kazini na watu hawaoni. Na tunaambiwa kwamba paka sasa aondolewe yule azuiaye, ndipo ambapo kila kitu kitafunuliwa. Waefeso 4:30. Waefeso 4:30 nasemaje? Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Na wengi wanamhuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri. Kumbe yeye ndiye anatia muhuri hata siku ya nini? Ya ukombozi. Hata huyo anayezuia ili watu watiwe muhuri namba ikamilike, wanazihaki, wanamhuzunisha Roho Mtakatifu. Na nini kitafuata? Roho Mtakatifu ataondoka kwao na watabaki at peace. Watasikia sasa amani kabisa, kila kitu iko tayari, na watasema kwamba Yesu anakuja miaka 200 ijayo. There will be more devils kuliko hata wenye zihaka wa duniani. Waefeso 1:13 inasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno. Waefeso 1:13. Andika note, sio mnasema tu maringo. Anasema note your Bible, soma Biblia yako mwenyewe. Inasema kwamba nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi. Roho Mtakatifu ndiye anatia muhuri, ndiye anazuia. Sikia, Wakorintho wa 1:21 inasema, basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu, naye ndiye aliyetutia muhuri. Ni Mungu na ndiye aliyetutia Roho Mtakatifu. Yes, it is divine in nature. No matter you want or not, he is divine in nature. He has power more fully in the fullness of Godhead, katika uungu mkamilifu. Na anasema ya kwamba ndiye aliyetutia muhuri, ndiye azuiaye. Desire of Ages 671 ya Ellen G. White 671 Desire of Ages inasema, dhambi ingeweza kupingwa na kushindwa tu kupitia wakala mkuu wa nafsi ya tatu ya uungu, by the third person of the Godhead. Ndiye anazuia, anapinga hata dhambi. Kama tuna Roho Mtakatifu tutaendelea kuanguka dhambini. Kama tuna Roho Mtakatifu tutaendelea kukata tamaa. Kama tuna Roho Mtakatifu tutaendelea kukaa kimya, tutalala na ulimwengu utakufa pamoja nasi. Isipokuwa kiwepo yeye ambaye angekuja bila nguvu isiyopunguzwa, bali katika utimilifu wa nguvu za kiungu. Ni Roho ndiye afanyaye kukamilika kwa kile kilichofanywa na mkombozi wa ulimwengu. Ni kwa njia ya Roho kwamba moyo unafanywa kuwa safi. Kupitia kwa Roho maumivu anasema muumini anakuwa mshiriki wa asili ya uungu. Ni yeye azuiaye. Ni yeye azuiaye. Tuone kazi. Inasema katika Mathayo 25, azuiaye, mbona anaitwa mafuta kwenye taa? Wale waliokuwa na taa na hawakuwa na mafuta ni watu wana Biblia na ni wahubiri na majina yao yako kwenye kanisa, lakini hawana mafuta, hawana Roho Mtakatifu, hawatalala. Na Yohana 3:8 anasema yeye huonyeshwa
kama upepo. Yohana 3:8 inasema upepo huvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho, mambo yanaenda kama upepo, kama hivi. Sasa niulize, je, Roho Mtakatifu anapozuia, anakujaga yeye anazuia hivi? No, anatumia kina nani? Pambano Kuu, Great Controversy, ukurasa wa 610 ya Kiingereza. Great Controversy, ukurasa wa 610 aya ya 2 ya Kiingereza inasema, Ellen G. White aliandika, lakini maadamu Yesu anabaki kuwa mwombezi wa mwanadamu katika patakatifu pa juu, ushawishi uzuiao wa Roho Mtakatifu. Ushawishi ufanyeje? Uzuiao wa Roho nani? Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu ndiye anazuia. Lakini anazuia kwa kutumia nini? Ushawishi wa Roho Mtakatifu huhisiwa na watawala na watu. Ndio kuna JF Kennedy, kuna kina SSH, kuna kina JPM na wengine ambao siwajui. Hawa wanatumiwa na Mungu kuchelewesha mambo ili kutiwa muhuri kukamilike. Na namba 144 ikikamilika, wakati watu wamelala, wakati watu wanazihaki, 144,000 inakamilika. Na ikikamilika, you will see the destruction, the desolation of abomination, the abomination of desolation. Chukizo la uharibifu taliona. Na utakuwa umekula loss ambayo umezidi kufanya zihaka. Inasema ushawishi uzuiao unakuja kwa watawala, bado anadhibiti kwa kiasi fulani kupitia sheria za nchi. Kama isingekuwa sheria hizo, hali ya dunia ingekuwa mbaya zaidi kuliko iliyo sasa. Wakati watawala wetu wengi ni mawakala hai wa Shetani, Mungu pia ana mawakala wake miongoni mwa watu wakuu wa taifa. Adui huenda kwa watumishi wake ili kupendekeza mbinu ambazo zitakwamisha pakubwa kazi ya Mungu. Mbinu ya kukwamisha kazi ya Mungu, wakibroki pesa, kazi imekwama, si ndio? Sasa Mungu anatumia mawakala wake, viongozi wa serikali wanaomcha Bwana, wanasukumwa na malaika watakatifu kupinga mapendekezo hayo kwa hoja zisizoweza kujibiwa. Hivyo watu wachache watazuia mkondo wenye nguvu wa uovu. Upinzani wa maadui wa ukweli utazuiwa. Ili nini? Ujumbe wa malaika watatu ufanye kazi yake. Oho, kumbe anapochelewa Mungu anazuia watu watiwe muhuri na ujumbe wa malaika watatu malizike. Ndipo wachungaji wanazihaki unabii, wanasema Moringo ni muongo, na washiriki wengine ambao wamejazwa maneno ya kijinga, ndipo wanakuja nasema Moringo ni muongo. You will see the destruction. Mbingu zinanoti kila neno na kinywa linalonenwa. Mbingu zinanoti kila zihaka inafanywa. Baba yetu atajibu. You will see the consequence. Hakuna masiara. We are not joking. We are in war. Ajabu ni nini? Danieli 7 inasema, wakati Urumi unachipuka kama pembe ndogo, kuna pembe tatu zilizuia. Walikuwa ni nani? Walikuwa ni marais, si ndio? Kings. Pembe ni kings. Wakazuia. Walipokuwa wamezuia, wale viongozi wakang'olewa toka kwenye mizizi yao, wakawawa viongozi na mataifa yao yakapigwa. Vandals, Ostrogoths, Helulai wakapigwa. Watu ndipo wakaiona nini? Rumi ikija ikaua watu. Pembe ndogo, Danieli 7. Wakati inazuiliwa na hawa, watu huko wanasema unabii kama wa Danieli alikuwa muongo. Danieli alikuwa muongo. Yani huyo muongo kabisa. Yani amedanganya watu. Wakatoka na kule Babeli. Unaona mbona mambo yako shwari. Pembe ndogo ikachipuka. Ikang'oa hao viongozi walikuwa wanazuia ili wananchi waendelee na maisha vizuri. Rais anapambana. Mwanamke anapambana. Anasema subirini, msizime mtandao. Subirini, msipitishe sheria, Wasabato wataumia. Watu wa Sabato wenyewe hawana akili. Yani rais unapoteza muda. Lakini Mungu akubariki. Kwa sababu ya watu hao waliolala, wao wanaona mambo hamna. Kwa sababu watangazi nini unaletewa kule. They don't even know. They don't know of God mercy. Hawajui. Wao wanafikiri tu mambo yako shwari. Kumbe kuna watu wanatupambania. Wanapambana almanusra ya kuuawa.
Wewe inabidi watumie maneno ya kupamba. Hey, Baba Mtakatifu tunatekeleza Baba. Halafu huko wanasema wachelewesheni kidogo. Jamani, paka hao watu wauawe ndipo tuelewe kwamba nini wanafanya. Wake up. Tuamkeni kanisa. Adui afanyi masiara. Na msiponielewa 2025 mtakuja kuelewa too late. Mimi unafikiri hapa ninatoka jasho bure tu? Au nipo tu sina kazi ya kufanya? Okay. Pembe 3 zikang'olewa. Watu wakafa, marais wakafa. Rumi ikaja, watu wakauawa. Kuna mtu alienda hata kushukuru wale marais walikuwa wamekwamisha enzi ya kuinuka kwa kwanza kwa Rumi. Kuna watu walienda kushukuru Mungu, asema asante kwa ajili ya rais alichelewesha. Hamna mtu alienda kushukuru. Watu walikuwa wanafanyaje? Wanadhihaki tu. Mchezo tu. Ulisema, ulitudanganya. Hey. Ulitupiga kitu kizito. Okay. Sahi. JF Kennedy aliuawa kwa sababu gani? Naenda kukusomea kisha uangalie kama ni kiongozi, kama viongozi wetu wanatupigania na sisi tunazihaki na hatumalizi kazi ya ujumbe wa malaika watatu. We are foolish virgin. Sisi ni wanawali wapumbavu na taa zimezimika na ni vipofu na wengine wanataa hata ni vipofu. Laodikia. Sasa JF Kennedy aliuawa na nani? JF Kennedy. Hii ni kitabu gani? Guide ya Riestrika. Writer Edward Maringo. Go and read. Wameshirikiana nani? Billy Hughes. Sikia.